Mpendwa mtazamaji wangu, na kusalimu kwa jina la Yesu na ninakukaribisha mno. Ninayo furaha sana kukutana na wewe hapo sebuleni kwako siku ya leo na masaa haya, lakini pia na wewe ambaye unanitazama kwa njia ya YouTube, kwa njia ya Instagram, TikTok pamoja na Facebook. Kwenye akaunti zangu andika tu Reverend Innocent Julius Konongo REV kwenye YouTube pamoja na Facebook. Kule kwenye TikTok pamoja na Instagram andika tu Mchungaji Innocent Konongo MCH. Utapata vipindi mbalimbali na mafundisho ambao nimekuwa nafundisha. Huko ndio habari ya mjini. Haleluya, na wewe jiunge huko ukapate kunufaika na vya rohoni. Haleluya. Kwa nakukaribisha sana. Na wewe ambaye unanitazama kwa mara ya kwanza, unaona utambulisho wangu hapo. Na mimi pamoja na kwamba ni mchungaji, lakini ni mwinjilisti, nahubiri habari njema za Yesu, lakini pia ni mwalimu wa neno la Mungu. Kwa hiyo hapa mimi ninafundisha. Haleluya. Kufundisha maana yake ni kutoa maarifa na uelewa juu ya ufalme wa Mungu, juu ya ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu kwako na nini yaliyo mapenzi ya Mungu kwa wewe kuyatenda kwa Mungu. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa ni uelewa, kupata taarifa sahihi kuhusu eneo fulani kwenye maisha yako. Ndio kazi ya maarifa. Haleluya. Sasa zile injili za kurukaruka, za kuporogoma, za kupiga makelele sana zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi ni wakati wa tueleweshane, tuchambue, tupate taarifa, tupate uelewa juu ya imani yetu, ili hata tunapoamua, kama wewe ambaye hujaokoka, uamue unajua unaingia katika mfumo wa imani ya namna gani, ili kama ni kusimama usimame kwa miguu yako bila mtu yoyote. Haleluya. Sio kwa misisimuko tena. Hiki ni kizazi kinachotaka uelewa. Sasa nakwenda kufundisha sehemu ya 5 ya somo langu ambao tumetembea nalo kwa wiki zote hizi kuhusu thamani ya damu ya Yesu. Thamani ya damu ya Yesu. Tumetoka mbali katika somo hili. Tumeanza kuangalia sehemu ya kwanza, nini tunalinganisha mpaka Yesu anamwaga damu yake msalabani. Nini huyu aliyemwaga damu yake kwa ajili yake vilikuwa vinaendana thamani yake? Tuliangalia kipindi cha kwanza, tukamwangalia Adamu kabla hajaanguka, kwamba nafasi ya Adamu kama asingeasi, maisha angeishije, uzao wake ungelikuwaje. Tukaona mambo ya ajabu sana. Lakini tukaona kipindi cha pili, Adamu anaupoteza ufalme wa Mungu, anatoka kwenye nafasi yake, wanabadilishana. Alipokuwa shetani Adamu, alipokuwa Adamu shetani akakaa, alipokuwa shetani Adamu ndo akakaa yeye, kwa akabadilishana. Lakini tukaona kipindi kilichofuata, kipindi cha 3 sasa, tukaona mchakato wa kisheria unaanza wa Mungu kurudisha ufalme wake kupitia mwanao Yesu Kristo. Tukaangalia mchakato ulivyoanzia kwa njia ya sadaka, unabii na kadhalika. Na kisha tukaja kipindi kilichopita kwa habari ya kuhesabiwa haki. Sasa tukaona pia nini Yesu alichokifanya alipokata roho, alipomwaga damu yake pale msalabani. Sasa leo nataka tuangalie kazi sasa ya damu ya Yesu. Kazi ya damu ya Yesu. Si tumeangalia mjumuisho wote huu. Kazi ya damu ya Yesu ilikuwa nini? Somo ili uweze kumaliza. Haleluya. Uweze kumaliza. Lakini tunajifunza kwa sehemu kadri Roho wa Mungu anavyotupa neema ya kujifunza. Sasa kazi ya damu ya Yesu. Kazi ya kwanza ambayo Yesu alifanya kupitia damu yake, ya kwanza kabisa, ni kuwarudisha wana wa ufalme, yani wale wa uzao wa Adamu, eneo lao la utawala na mamlaka yao ya utawala duniani. Yani kazi ya kwanza kabisa ambayo Yesu alikuja kuifanya kupitia kumwaga damu yake msalabani, ilikuwa ni kuwarudisha wana wa ufalme,
yaani wale wa uzao wa Adamu, sisi ni familia ya kifarume, kuwarudisha kwenye eneo la utawala, eneo lao la utawala, himaya inayoitwa dunia. Dunia ilidizainiwa kwa ajili ya wana wa ufalme, sio kwa ajili ya shetani. Hapana, shetani anafahamu hilo. Anatumia ujinga wa watu wengi kutawala, kutenda kazi hapa duniani, kwa sababu waliodizainiwa wana wa ufalme ni kuto kutambua nafasi yao. Lakini kimsingi dunia ni ya wenye mwili, sio viumbe vya kiroho kutenda kazi, yaani ibilisi na malaika zake. Ndio maana Yakobo 4:7 inasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Anajua mwenyewe hilo. Anasema wala msimpatie ibilisi nafasi. Sasa eneo la utawala, Yesu alipomwaga damu yake msalabani, aliturudishia eneo la utawala inaitwa dunia. Mona, ndio maana nasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Sisi ni utawala wa kifarume hapa duniani. Ndio maana tulidesainiwa sisi tuishi hapa duniani kama wafarume na watawala. Naona sasa ni miaka mingi sana watu wamehubiriwa uongo sana. Wanaambiwa tunakwenda kuishi mbinguni milele na milele. Yesu anarudi, tunaiacha dunia kwenda kuishi mbinguni milele na milele. Umesoma Biblia wapi? Mwanadamu hakudizainiwa akiwa katika mwili kwenda kuishi mbinguni milele. Ile mbinguni ni nchi ya kiroho, ina raia wa kiroho wenye uhai wanne, wazee 24, malaika, maserafi na kadhalika. Na wale wanaokufa katika Kristo Yesu wanakwenda kusubiri utimilifu wa nyakati wakiwa kule katika roho. Sawa, mbinguni tutakwenda kukaa miaka 7 tu tukiwa katika miili ya utukufu. Umeona? Miaka 7 tu, wakati hapa duniani kuna dhiki kuu. Hiyo injili ikasababisha watu wakaondoa ule uwajibikaji, na shetani akatumia huo ujinga sasa kusema basi ngoja mimi nitawale. Ndio maana akaona watu wakaamini shetani ndio mwenye fedha, vitu vyote vizuri ni vya shetani. Unaona mtazamo huo? Ndio maana hata watu wa kanisa la Tesalonike waliingia kwenye mtego huo. Walipoamini tu wakaingia ulimbukeni wa injili, wakaambiwa Yesu amesarudi, wakaacha kufanya kazi. Paulo akasema hatuendi hivyo. Lazima mtu asiyekwenda kwa utaratibu, asiyefanya kazi na alisile fanya kazi. Wakati Yesu anarudi akute kila mtu anapambana kwenye eneo lake la utawala, kipawa chake. Lakini kimsingi Biblia inaonyesha kanisa itakwenda kukaa miaka 7 tu mbinguni kule. Baada ya miaka 7 Yesu anashuka na mwaliko, na hilo kanisa watakatifu ndio wafarume. Unaposema atakuwa mfalme wa wafarume, ile miaka 1000 wafarume wanaotajwa hapo sio wale watawala wa dunia. Yesu akishaikanyaga dunia hapa kwa miguu yake pale mlima wa Mizeituni, mwisho wa serikali za wanadamu utakumeisha. Utakumeishia hapo. Ataitawala dunia kwa fimbo ya chuma. Wafalme wanaotajwa hapo ni sisi ambao ni wana wa ufalme, uzao wa Adamu. Baada ya hapo kanisa likishashuka duniani hapa, hatusomi kwamba watakwenda mbinguni tena. 1000 tutatawala miaka pamoja na Yesu, ili sasa tusifanye makosa yaliyofanyika wakati wa Adamu wa kwanza. Haleluya. Baada ya miaka 1000 hatuoni kwamba kanisa watakatifu wanarudi mbinguni. Maandiko yanasema inakuja mbingu mpya, nchi mpya na mji mpya. Maana yake yale maisha aliyotakiwa kuyaishi Adamu kama asingekosea yanarudi tena. Ndio maana yake. Haleluya, haleluya. Sasa basi, kwa hiyo Yesu alikuja kurudisha eneo la utawala na mamlaka ya utawala. Mamlaka ya utawala. Sikiliza, Yesu alipomwaga damu yake pale msalabani, nafasi tunaona sasa, nafasi ya uzao wa Adamu. Juu pale yupo wale wenye nguvu watawala watatu, ambao maandiko yanasema ndio wanaoshuhudia mbinguni: Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Juu pale. Chini hapa ipo dunia. Chini ya dunia kukawa na malaika. Halafu chini ya malaika sasa yupo wapi? Yupo shetani na malaika zake.
Sasa utasema, haya wazao wa Adamu wako wapi sasa? Yesu alisema, yeye atakayesikia maneno yangu nitaingia ndani yake naye ataingia ndani yangu. Mimi na Baba tutakuja tutakaa ndani yake. Umeona? Maana yake kwenye agano jipya la damu ya Yesu, sisi hatusimami kama sisi. Umeona? Maana yake tuko ndani ya Yesu. Umeona? Yesu ndio dhamana yetu, ndio mdhamini wetu. Ndio maana nasema tumeketi pamoja naye katika mkono wa kuume. Tuko pamoja kwenye nafasi kule juu sana kuliko falme, mamlaka na kila utawala. Tuko juu. Umeona? Shetani, dunia iko chini yetu sisi. Chini ya wana wa ufalme. Kwa hiyo tulirudishiwa ile nafasi ya utawala na eneo la utawala katika ulimwengu wa roho. Malaika wako chini yetu. Kwa sababu malaika sio sehemu ya familia ya Mungu. Ni watumishi wa ufalme wa Mungu, kuwahudumia ufalme wa Mungu na wana wa ufalme. Sawa? Ndio kazi ya malaika. Wao waliumba kama watumishi. Soma tu kitabu cha Waebrania sura ya 1. Utakuta yote hayo. Umeona? Halafu chini ya malaika ndio yupo sasa Ibilisi na mapepo yake na wachawi wake na kila aina roho chafu. Wako chini. Warumi 16:20 nasema Mungu mwenyewe atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Kwa shetani yuko chini ya nyayo zetu. Sisi tuko kwenye mbingu ya 3. Kwa sababu Paulo alifunuliwa mbingu za aina 3. Mbingu ya kwanza ni mbingu inayotawala mchana, inayoangazwa na jua, Hiyo ndio inaitwa dunia sasa. Sayari inaitwa dunia. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Lakini sisi tunabaki kuwa ni watawala, waangalizi kwa niaba ya Baba yetu, wana wa ufalme. Mbingu ya pili ni ile mbingu inayotawala usiku, inayoangazwa na mwezi na nyota usiku. Ndio maana yale ndio makao sasa lipotupwa. Mbingu ya tatu ni ile mbingu ambako ndio makao makuu, paradiso kule ambako sasa hawa wafalme wanakaa na ile serikali yote iko kule mbinguni kule. Kwa hiyo Ibilisi alipoasi alitupwa chini. Umeona? Kwa hiyo makao yake anaitwa mfalme wa uweza wa anga, wa Efeso 2:1. Lakini dunia ni eneo lake la mawindo. Umeona tofauti yake? Dunia sio eneo la makao ya shetani. Kwake ni eneo la mawindo, maana na hasira na uzao wa Adamu, ili aweze kuwatoa tena afanye mapinduzi aliyofanya. Sasa leo shetani afanye mapinduzi ya jumla, anafanya mapinduzi kwa mtu mmoja mmoja, ukikubali kumkaribisha, ili shetani atende kazi hapa duniani. Maana yeye ni kiumbe cha kiroho, haruhusiwi kutenda kazi kwa dunia wenye mwili. Lazima apitie kwa vitu, aiza ingie ndani ya mnyama, aiza ingie ndani ya mwanadamu aliyemkaribisha, ndipo shetani aweza katenda kazi. Ndio maana usiku ndipo naona shetani huwa anatenda kazi sana, kama wachawi, vikao usiku na kadhalika, uharibifu mwingi. Kwa nini? Kwa sababu hawawezi wakatenda kazi mchana kwenye mbingu ya kwanza ya wenye mwili. Sisi watapigwa tu. Wachawi wajaribu wafanye vikao mchana, kuloga watu, watavamiwa, watapigwa na wenye eneo. Haleluya! Umeona? Kwa lazima ufahamu tofauti hiyo. Sasa eneo la utawala, kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 5. Ufunuo sura ile ya 5, mimi naweza nikaanza kuanzia ule mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe sasa kukitwaa hicho kitabu na kufungua mihuri yake, kwa kuwa ulichinjwa ukawafidia kwa Mungu na kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Yohana anaonyesha wimbo ulioimbwa miaka 2000 iliyopita. Naona Yesu sasa anasema anachinjwa. Kwa kulichinjwa wewe, ukamnunulia Mungu watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani, nao wanamiliki juu ya nchi. Umeona? Kwamba Yesu alichinjwa, akawa fidia, akamnunulia Mungu. Silikumbuka
sheria za kifalme. Mtoto wa mfalme akitekwa, mfalme ndiye anakuwa fidia yake na kufa kwa nyama mtoto, ili ufalme uendelee. Sasa Adamu na uzao wake walipokuwa wamekosea, wametekwa na ufalme wa giza, Yesu akawa fidia kwa niaba ya watoto wake. Marko 10:45. Mbona Yesu akawa fidia kwa ajili ya watu wengi. Sasa nasema alipokuwa fidia, anasema kwa ajili ya watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa, akawafanya kuwa ufalme na makuhani, na ili waweze kumiliki na kutawala juu ya nchi. Hilo ndilo kanisa sasa takatifu ambalo Yesu alilinunua kwa gharama ya damu ya thamani. Mbona kuwarudi, anasema nao wanamiliki, nao wanatawala juu ya nchi duniani. Hiyo ndio lengo la kwanza kabisa tunapojifunza thamani ya damu ya Yesu Kristo. Lazima uelewe, akamnunulia Mungu watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa, akawafanya kuwa ufalme na makuhani. Ukisoma tafsiri ya neno kuhani kwa Kiebrania, ni anayetawala kwa niaba ya mfalme asiyeonekana. Ukifuatilia sana ukisoma tafsiri za asili za Kiebrania na Kiyunani, unapata vitu vizuri sana, maana nzuri sana, tofauti na ukisoma Kiswahili chetu. Haleluya. Sasa tunaona kazi lakini kazi nyingine katika muktadha huo kwamba ameurudishia ufalme sasa familia ya ufalme. Lakini pia ni kuwarudishia uraia wa mbinguni. Tunakumbuka nilisema Adamu alipokosea alipoteza uraia wa mbinguni, akabaki na uraia moja tu wa duniani. Sasa damu ya Yesu ilikuja kuwarudishia wale wa uzao wa Adamu uraia wa mbinguni. Ndio maana tulisoma kipindi kilichopita, wale watakatifu wa Yerusalemu walipokuwa Yesu ameenda kule kuzimu, baada ya kufanya upatanisho, unaona kilichofanyika, wakafufuka, wakawatokea wingi, wakaenda mbinguni. Maana yake nini? Uraia wao walirudishiwa tena, walirudishiwa uraia wa mbinguni. Ndio maana kitabu cha Filipi 3:20 kinasema, kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Kwa hiyo sisi wana wa ufalme hapa duniani, sisi hapa, maana yake tumekuja kumwakilisha mfalme wetu, lakini kimsingi sisi ni raia wa wapi? Wa mbinguni. Ndio maana tunasema sisi ni wasafiri na wapitaji, kwa sababu hapa sio pa kwetu katika roho, ila tupo katika mwili, kwa sababu ni eneo tunalomwakilisha mfalme mkuu. Haleluya. Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 17, Biblia imesema, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Umeona? Yaani baada ya damu ya Yesu kumwagika, kama yeye mfalme alivyo ndivyo na sisi wana wa ufalme tulivyo hapa ulimwenguni. Natembea kifua mbele kwamba mbingu zinaponitazama zinaniona kabisa kama yeye. Yani ule mfano na sura ya Mungu ninao tayari. Yani mbingu zinajiona zenyewe. Mbingu zinaona fahari kwamba mfalme wetu, mtoto wetu hayuko duniani kama mtawala, yupo duniani kama barozi wa ufalme, anatuwakilisha sawasawa, kuhakikisha kwamba shetani hatambi katika eneo letu tulomweka. Unaona? Kama yeye alivyo ndivyo sisi tulivyo ulimwenguni humu. Haleluya. Kazi ya pili ya damu ya Yesu ni kufanya upatanisho, kuwapatanisha watoto na baba. Kuwapatanisha watoto na nani? Na baba. Sikiliza. Adamu na uzao wake walipokosea, pamoja na kwamba huyu baba yetu alitupenda, Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, pamoja na kwamba ule upendo aliotupenda, kwa sababu hakuwa na mbadala ya kuhakikisha kwamba anawarudisha watoto wake kwenye eneo lao la utawala. Maana asingefanya hivyo, shetani asangemzomea, angemwambia, unaona sasa wewe Mungu umeshindwa, sasa umeshindwa kuwakomboa watoto wako, ni wa kwangu milele yote.
lakini Mungu kwa ajili ya kutupenda wanadamu hakukubali, akakubali kulipa fidia mwenyewe kama mfalme. Umeona? Sasa pamoja na hayo, lakini alihuzunika sana. Alihuzunika kama baba. Sinaona hata baba mtoto akimkosea, yule mwana mpotevu, sinakumbuka kwenye Biblia, alitapanya akafanya mambo mabaya sana. Ni kweli baba alihuzunika sana mtoto alivyoenda kwa jeuri, lakini unaonaje yule mtoto alivyorudi? Baba kamkaribisha kwa furaha, akasema mwanangu alikuwa amekufa, sasa amefufuka. Umeona? Kwa hiyo hata Mungu wetu alihuzunika. Kwa ilibidi sasa ufanyike upatanisho. Ufanyike upatanisho. Ulifanyikaje? Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 inasema hivi: kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, sio wawili. Mwanadamu Kristo Yesu. Haleluya! Mwanadamu Kristo Yesu, mwana wa Adamu, kwa sababu aliyetakiwa kufanya upatanisho alitakiwa awe na mwili kama wa Adamu, ila tofauti yake tu asiwe na hatia. Sasa Yesu akakubali kufanyika kuwa dhambi kwa ajili yetu, akafanyika kuwa laana kwa ajili yetu. Umeona? Ili aweze kutupatanisha sisi na baba yetu. Anasema mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mwanadamu Kristo Yesu. Maanake kile kitendo cha Yesu yeye kuvua ule utukufu kama Mungu, akavaa namna utuma, akachukua umbo la mwanadamu, kwa kweli ulikuwa ni unyenyekevu wa ajabu sana, ambao huyu baba ilazimika atukubali tu watoto wake kwa sababu ya huyu mpatanishi, kazi aliyofanya. Haleluya! Hiyo ni kazi. Kazi nyingine aliyoifanya, kazi ya damu ya Yesu, ni kuondoa uhalali wa sadaka zote zilizotangulia kufanywa kama unabii. Kazi ya damu ya Yesu ilikuwa ni kuondoa uhalali wa sadaka zote zilizotangulia kufanywa. Tunajua kabla ya Yesu, baada hapo tunaona sadaka nyingi zilizokuwa zinatolewa zilikuwa ni sadaka za damu za wanyama. Sadaka za damu za wanyama ambazo, kumbuka, mpaka Wayahudi wao mpaka sasa wanafanya wakati mwingine mpaka sasa, kwa sababu wao wako bado kwenye Agano la Kale, bado wanashikilia Torati. Unaona? Sasa Yesu akaja kama mwana kondoo aichukue dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo damu ya Yesu ilikuja kuondoa, kukomesha uhalali wa sadaka zote zilizotangulia kufanyika, ambazo zilikuwa kimsingi ni unabii. Ngoja nikukumbushe kitu. Hivi kwa nini unajua shetani naye huwa utendaji wake anatumia sadaka? Kwa nini? Yaani wachawi huwa hawawezi wakamroga mtu bila kutoa sadaka. Yaani wanapoimbiliza lazima wewe anatoa sadaka. Sadaka ya damu. Unaona? Kwa nini? Shetani anaiga utendaji wa Mungu. Hana cha kwake. Anaiga utendaji wa Mungu. Na kwa kweli upande wake unaleta matokeo makubwa sana. Mchawi mmoja aliwahi kuniambia hivi. Mungu alinikamatia. Akanipa siri, akasema, mchungaji, kama watu wangelijua nguvu iliyomo ndani ya sadaka, tusingeliweza kutamba kama tunavyotamba sisi leo. Anasema ipo siri kubwa sana ndani ya sadaka. Sadaka inaondoa uhalali wa kilichotangulia, aidha inaanzisha uhalali wa kitu kinachotakiwa kusimama. Kazi ya sadaka tutakuja kujifunza huko mbele. Yaani Mungu alipoanza kutoa unabii wa Yesu kuja kwa njia ya sadaka wakati wa Habili, shetani akachukua hiyo akasema okay, nitapita na mimi. Ndio maana hata upande wa shetani, anayetoa sadaka sana ni anayefanikiwa sana. Ndio kanuni. Anayetoa kafara sana si lazima afanikiwe sana. Ni kanuni hiyo. Sadaka. Sasa thamani ya damu ya Yesu ilikuja kuondoa uhalali wa sadaka zilizotangulia kufanya. Lakini pia pamoja
na hizo sadaka ambazo shetani zitumia kutesa watu. Mbona? Achilia, tumia silaha ya damu ya Yesu kuamuru, kuondoa, kubatilisha uhalali wa sadaka zilizotolewa na wachawi kwa ajili ya kuroga maisha yako. Uhalali wa sadaka za damu za kuku, damu za njiwa, damu za kondoo, damu za mbuzi, damu za ng'ombe walizochinja wachawi wakafanya manuizo kufunga maisha yako. Achilia damu ya Yesu iondoe uhalali wa hizo sadaka. Lazima utaachiliwa tu. Damu ya Yesu ndio kiboko. Haleluya, haleluya. Damu ya Yesu, thamani ya damu ya Yesu, fahamu kazi ya damu ya Yesu kuondoa uhalali wa sadaka. Kwa hiyo sadaka inaondolewa kwa sadaka, inabashwa kwa sadaka. Kilichofungwa kwa sadaka kinafunguliwa kwa sadaka. Haleluya. Ni kanuni, dawa ya moto moto. Lakini jambo la 4 ni kusafisha nyumba aliyotakiwa kuja kukaa Roho Mtakatifu, ambaye sasa ndiye aliyekuja kuingiza ufalme wa Mungu ndani yetu. Sinakumbuka wanafunzi wa Yesu akasema, Bwana, tuambie ufalme wa Mungu utakuja lini? Yesu akasema, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza chunguza. Hawatasema uko kule mashariki, uko wapi? Uko ndani yenu. Yesu alikuja kurudisha ufalme wa Mungu duniani kiujumla, duniani. Lakini sasa ufalme wa Mungu natakiwa utende kazi. Ukitokea ndani ya mtu, unadhihirika katika mazingira anayoishi. Sasa Adamu alipoasi, alipokosea, Roho wa Mungu aliondoka ndani yake. Akarudi wapi? Makao makuu. Adamu akabaki peke yake. Ana nafsi, ana mwili. Roho hayupo tena ndani. Umeona? Na ndiyo maisha ambayo mtu ambaye hayuko ndani ya Yesu ana vitu hivi viwili. Anayo nafsi, ana mwili. Roho wa Mungu hayupo ndani. Anaongoza kutokea nje kuja ndani. Anayoyasikia, anayoyaona, ambayo ni maisha magumu sana. Yaani kuongoza unayoyasikia na unayoyaona, unayoyahisi, unayoyagusa. Huwezi kuishi maisha ushindi, utakuwa mtumwa tu. Mbona? Sasa kazi ya damu ya Yesu ni kuja kusafisha sasa hiyo nyumba. Maana baada ya Roho wa Mungu kutoka, ziliingia roho chafu ndani ya mtu. Sinakumbuka anasema kimjazacho mtu ndio anatoka. Ndani ya mtu anatoka mawazo mabaya, yanatoka hasira, inatoka chuki, inatoka wivu, inatoka tamaa, mawazo mabaya. Yaani ndio vikaingia sasa ndani ya huyu mwanadamu. Si Roho wa Mungu ameondoka, ametoka na tabia zake zote. Kisha tokea nini? Roho chafu zikaingia ndani yake kumtawala, kumuongoza. Mawazo mabaya kaingia ndani. Mwenyewe ni jinsi ambavyo mawazo mabaya yamekutawala. Hasira, chuki, mpaka sasa navyo nitazama, kuna mtu uzungumzi naye, unatamani kusikia amekufa. Chuki ikaingia ndani. Mbona? Uchungu na uchungu ndani ya moyo wako sio wa kawaida. Huna raha, ungetamani hata jiondoe duniani. Hizo ndio roho zilizoingia ndani ya mtu. Faraka, migongano, mipasuko kwenye familia, vyote vinatoka ndani. Ndio viliingia sasa, ndio wageni hao wale shetani aliingia ndani, akaingiza. Nyumba imechafuka. Roho Mtakatifu hawezi kukaa kwenye nyumba ya namna hiyo. Hawezi. Na ni vitu ambavyo hizi tabia huwezi kuziepuka kama Yesu hayuko ndani yako. Unawezaje kushinda? Huwezi. Sasa damu ya Yesu kazi yake sasa ni kuja kusafisha nyumba, makao, ili aweze kukaa mahali ambapo ni patakatifu. Maana Yesu anaitwa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 13 na wa 14. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu hutakasa hata kuusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na dosari,
itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Unaona kwamba kwa Waisraeli damu zile za wanyama zilikuwa zinasafisha kwa nje tu. Kuhani na kisha mwaga damu kwa ile meza, anatangaza kwamba dhambi yako imefunikwa, sio kuondoka. Maana dhambi inatendeka kutoka ndani. Unaposikia mtu amezini, ameanza kuzini ndani, naanza kuingia wazo kwanza. Sasa sisi watu tunashughulikiaga na matokeo, hatushughuliki na kiini. Umeona? Sasa lakini anasema kama hiyo damu za wanyama mahali zilisafisha mwili, si zaidi sana damu ya Kristo Yesu aliyetoa fidia kwa Mungu itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Yaani maana yake bila damu ya Yesu kusafisha ndani yako, huwezi kumwabudu Mungu aliye hai. Huwezi. Maana ndani yako kumejaa uchafu, takataka. Utawezaje kufanya ibada ya Mungu aliye hai ambaye ni roho? Mbona? Kwa kazi ya damu ya Yesu sasa ilikuja kusafisha makao. Yesu alikuja kutangaza kurejea kwa ufalme wa Mungu. Na ndio maana akawaambia wanafunzi, sasa msiondoke sasa mpaka mtakaposubiri Roho Mtakatifu ahadi. Maana yeye sasa tumegawana majukumu. Mimi nimekuja kurudisha kiujumla, kurudisha, kutoa tangazo sasa la kurejea kwa ufalme. Na kaanza kuonyesha kwa vitendo alivyohubiri, alivyosamehe watu, akaponya magonjwa, akawalisha watu, akafufua wafu. Alikuwa anaonyesha sasa kurejea kwa ufalme wa Mungu. Sasa huo ufalme sasa, Yesu akasema Roho Mtakatifu anakuja sasa, atakaa ndani yenu, atawaongoza, awatie kwenye kweli yote. Yeye ndiye atakayewashuhudia, ndiye atakayewafundisha, ndiye atakayesema nanyi, ndiye atakayewawezesha kuyatenda yale ambayo msingeweza kuyatenda kwa nguvu zenu. Mbona? Utakaso, anatakasa ndani. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Damu ya Yesu natakasa, nasafisha nyumba. Roho Mtakatifu hawezi kaingia katika nyumba ambayo haijatakaswa, kwa sababu yeye kai katika nyumba iliyojengwa kwa mikono ya wanadamu. Unaona? Sasa Roho Mtakatifu anapoingia ndani baada ya nyumba kusafishwa kwa damu ya Yesu, maana pale tayari mtu amekwisha kufanya toba tayari. Damu ya Yesu imetakasa sasa, tayari imefanya kazi ya kusafisha nyumba, makao. Roho Mtakatifu anaingia ndani. Unajua kwa sasa hivi Roho Mtakatifu hatendi kazi ndani ya watu wengi kwa sababu bado hawajakubali wasafishwe. Bado hawako tayari kusafishwa. Hawako tayari watu. Dunia imekamata. Ndio maana hatuwezi kuona ule utendaji wa Roho Mtakatifu leo kwa watu wengi. Hawezi kukaa mahali pachafu. Lazima ukubali kwanza kusafishwa. Apite damu ya Yesu, safishe kabisa, pige deki, nyumba iwe safi. Alafu huyu mtakatifu miongoni mwa wale watatu sasa, yeye alikuja kuishi ndani yetu. Haleluya, haleluya. Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu, anaingia na vitu viwili. Cha kwanza, anaingia na tunda la Roho. Tunda la Roho. Unaposema tunda la Roho, maana yake ni tabia za kiungu. Ile Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23. Maandiko yanasema tunda la Roho ni upendo, furaha na amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Juu ya mambo hayo hakuna sheria. Maana mtu akikosa hayo hakuna utetezi tena. Maana zaidi hayo ni matendo ya mwili. Umeona? Sasa unachokiona hapo sasa, hiyo tunda Roho maana yake ni tabia. Tunda maana yake ni matokeo. Tunda, tabia. Hata mti tunautambua kwa matunda. Udhihirisho. Maana yake Roho Mtakatifu akishaingia ndani ya mtu, tayari nyumba imeshasafishwa, ametakaswa huyo mtu.
Akishaingia tu anaenda na tabia ile. Ndo naitwa kwa aliyosema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Hiyo ndio sura ya Mungu. Sura ya Mungu maana yake ni tabia, yaani maana yake utamaduni wa mbinguni. Ndio maana Yesu akawaambia wanafunzi wake, ombeni hivi, ufalme wa Mungu uje. Ukishakuja, mapenzi ya Mungu yanafanyika hapa duniani kama yanavyofanyika kule mbinguni. Unaona, Mungu alikusudia duniani hapa pawe kama kule mbinguni kitabia. Yani ule utamaduni. Unajua hata wana wa Mungu tuna utamaduni wetu, tuna tabia zetu. Ndio maana Wayahudi wamefarakana na dunia kwa sababu utamaduni wao uko tofauti na mataifa mengine. Wakienda mahali lazima wajuane, wanatafutana. Umeona? Yani utamaduni, tabia zinaanza kudhihirika, zinaanza kuchipuka. Tunaanza kuona upendo na chipuka ndani ya mtu wa kuwapenda hata maadui. Maana yake Roho Mtakatifu yuko ndani huyo mtu, anaanza kuwa na furaha. Asa ile furaha ni ile ambayo sasa ile inaitwa chara kwa Kiyunani. Maana yake ni kwamba bubujiko linalotoka ndani, ambayo linatokea ndani tu, sio kwa sababu mna hela. Kuna furaha ile inaitwa joy, halafu kuna furaha inaitwa happy. Joy na happy ni vitu viwili tofauti. Joy ni furaha tabia, ni furaha ambayo kwako wewe ni tabia maisha yako. Happy ni furaha inayotokana na sababu una hela, unaanza kucheka cheka, unaanza kufurahi. Ukiwa hauna hela unanuna, hiyo inaitwa happy, happiness. Unaona tofauti yake? Haya nasema amani, ile kwa Kiyunani, ule utulivu wa ndani bila mahangaiko. Tabia za kiungu hizo zinaanza kuchipuka, zinadhihirika. Roho Mtakatifu ameingia ndani, anauingiza ule ufalme wa Mungu, yale maisha ambayo tulitakiwa tuwe nayo. Anasema furaha, uvumilivu, makrothomia, manake ni hali ya kung'ang'ana, hali ya kustahimili magumu bila kuhamaki. Anasema uvumilivu, utu wema, hali ya mtu na kuwa ni mtu mwema. Kila mtu angetamani kukushirikisha. Yani mtu mwema ni mtu ambaye kwa kweli ni mtu anafikika. Sio watu wanaanza kuza, yule mnamwanzaje yule? Tamuingiaje yule? Hilo ni tatizo. Mtu mwema ni mtu ambaye kila mtu angetamani kuwa karibu na yeye. Hajiangalii yeye. Utu wema, fadhili ni mtu ambaye wa kuachilia, anabeba shida za watu, anaumia anapoona watu wanakula kwa shida, hawana mavazi. Fadhili, unaona tabia za kimzee ziko wapi leo? Siko wapi hizo tabia? Uaminifu, upole, unyenyekevu, kiasi, uwezo kujitawala mwenyewe. Hizi zote ndio tabia za kiungu ambazo Roho Mtakatifu akishaingia ndani zinaanza kuwa dhahiri, zinadhihirika tu. Leo ziko wapi tabia za kiungu? Ziko wapi leo? Nashangaa tunaona mipasuko, mgomvi, hakuna kuelewana katikati ya wana wa Mungu. Hakuna kuelewana, mipasuko, kila siku ni migogoro. Roho Mtakatifu yuko. Damu ya Yesu ilikuja kurudisha uhalisia wa kile ambacho Mungu alikusudia. Roho Mtakatifu akishaingia amesafisha ndani. Shida iko ndani, sio nje. Tunda la Roho halisomewi viua vya Biblia. Kumbuka kinachomata siku zote kwenye maisha ya mtu sio umaarufu, ni tabia yake, kwa sababu tabia inadumu. Watu watakukumbuka kwa tabia. Haleluya. Zile za ndani, tabia zinazosababisha ustawi wa maisha ya watu wengine, watu waone fahari kuwepo wewe duniani. Tabia ndio sura ya Mungu. Yaani maana yake ni kuishi kutokea ndani kuja nje. Ndio maana Yesu akasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Yesu akatoa mfano akasema sisi ni mfano wa hamira, chachu. Hamira ni kidogo sana. Hamira ile, wamama mnaelewa.
Ukiweka kwenye unga, hata kama umeweka unga umejaza pipa, weka hamira kidogo, utaumuka, utakanda maandazi mpaka wakala hata kijiji. Lakini kidogo tu. Sasa tunda la Roho likiwa linatenda kazi ndani ya maisha mtu, ile ni mfano wa hamira. Anaweza kaathiri watu wengi, tabia zake zikabadilisha maisha ya watu wengi sana. Haleluya, haleluya. Ndio maana watu wa kanisa la kwanza walionja ufalme wa Mungu. Waliona. Maandiko yanasema wakiwapendeza watu wote, Mungu akazidisha kanisa kila siku kwa wale wakiwaokolewa. Wewe nafikiri wale watu wa kanisa la kwanza walikuwa na mikutano mikubwa ya injili kama ya kwetu sisi leo? Hamna. Tabia zao, maisha walioishi ya uchaji, yakawa ni kivutio kwa watu. Ni kivutio kwa watu. Leo hii tuna vituko. Tuna watu ni matapeli wanasema nao ni Wakristo. Tuna watu ni waongo wamejaa. Tuna watu ambao ni watu wamejaa, wengine ni watu wangetamani kusikia watu wameuana. Leo hii imekuwa ni hatari sana, watu mpaka wanawekeana na sumu. Humo vitu vya ajabu. Kanisa la kwanza maisha yao yalikuwa ni vivutio. Paka wale watakasema hawa ni Wakristo. Maana yake kwa maisha wanayoishi wanafanana yule Kristo wao. Hawakujisema wao. Mbona? Wakimpendeza Mungu na watu wote. Bwana kalizidisha kanisa kila siku. Tabia zina nguvu sana kuliko maneno. Lakini kitu cha pili ambacho Roho Mtakatifu anapoingia nacho, anaingia na karama za Roho Mtakatifu. Anaingia na karama za Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 4 mpaka wa 11. Karama za Roho Mtakatifu. Ule ndio unaitwa mfano wa Mungu sasa. Yaani kutenda kama Mungu. Yaani Mungu alikusudia tutende kama Mungu. Mwanadamu ameumbwa kwa uwezo wa ajabu sana. Fikiria jinsi ambavyo wanadamu wanatengeneza mandege. Watu wanapita kwenye anga hawaanguki. Wanatengeneza magari, wanatengeneza vitu vingi sasa, vitu vingi. Hiyo ni chembe ndogo tu ya Mungu kuonyesha wanadamu tungekuwa kama dhambi singefanyika, dunia ingekuwa ya ajabu. Kwanza tusingekuwa watu wengi namna hii. Yaani ingekuwa na watu wanaongezeka kwa utaratibu wakiwa halisi. Umeona? Dunia ingekuwa imejawa na utukufu wa Mungu. Ajabu sana. Kwa hizi karama ni vitendea kazi vya kudhihirisha ufalme wa Mungu. Karama 9. Kuna matunda 9 ya Roho Mtakatifu, lakini kuna karama 9 za Roho Mtakatifu. Si ndio maana ile Mwanzo 1:26 kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Umeona? Kwa mfano wa Mungu ni tabia zile 9. Yaani sura ya Mungu ni tabia zile 9. Maana yake kutokea ndani kuja nje. Mfano wa Mungu ni karama zile 9. Maana yake kudhihirisha sasa ufalme wa Mungu. Maana ufalme wa Mungu ni katika nguvu. Ni katika udhihirisho. Ndio maana kuna karama za nguvu. Karama za nguvu maana yake ni karama ya imani, karama ya matendo ya miujiza, karama za kuponya magonjwa. Hizo ni karama za nguvu. Narudia tena kusema kanisa lile lilonunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo halikukusudiwa lijenge mahospitali. Hamna. Kanisa halijenge hospitali. Kinachojenga hospitali ni taasisi za dini zilizosajiliwa Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Mambo ya Ndani, dini na madhehebu. Sio kanisa. Kanisa naposema kanisa ni lile ambalo Yesu alisema milango ya kuzimu haitalishinda. Lililonunuliwa kwa damu ya Yesu. Watu wa kila kabila, lugha, jamaa na mataifa. Hivi ndio anasema kuna karama za matendo ya miujiza. Sinazoshughulika na ile mambo ambayo yako kinyume na asili. Matendo ya miujiza. Mtu hata kama ameenda hospitalini ameambiwa kwamba wewe kizazi kimekufa, karama inaingilia hapo. Natenda kazi ndani ya wana wa ufalme, mtu anapata mtoto. Hata kama alishaambiwa nini hawezi, amezaliwa hivyo, karama inatenda kazi. Ndio maana kuna karama za kuponya magonjwa, karama za kuponya magonjwa, sio ya kuponya magonjwa. Karama za kuponya magonjwa, maana magonjwa si yako aina mbalimbali. Ndio maana Yesu akasema
kwa jina langu mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Mbona kazi ya Yesu? Alisema nendeni, wekeni mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo kanisa tulitakiwa wakijenga hospitali wao, wakijenga kuna wagonjwa wa aina mbalimbali. Kanisa tunasambaa sasa, tunaenda kuweka mikono juu ya wagonjwa wako majumbani, wapate afya, wakapige kazi, wakazalishe. Haleluya. Ndio lengo, ndio ufalme wa Mungu huo, wa kutokuruhusu shetani atambe, magonjwa atambe. Sizipo karama za kuponya magonjwa. Zipo karama za matendo ya miujiza, karama ya imani. Unaamini kwamba ukimwi unapona, karama inainuka, mtu anaomba juu ukimwi unatii. Karama hizo. Kuna karama za ufunuo, za kupambanua roho, karama si za unabii, karama za neno maarifa, karama za neno hekima, zinatenda kazi ziko pale. Zote ni kudhihirisha ufalme wa Mungu unavyotenda kazi iliyo na nguvu. Hiyo ndio kanisa sasa. Ndio kanisa lenyewe ambalo Yesu alilinunua kwa damu yake. Yaani ndio itakuwa itende kazi hivyo. Sasa shida iko wapi? Shida iko ndani. Iko ndani. Kwa lazima twende msalabani. Twende msalabani tena. Kwa nini hali iko hivi? Iko hivi. Tabia hamna, udhihirisho wa ufalme wa Mungu haupo, umetoweka. Mwisho watu wanajikuta na tanga huko na huko, huko na huko. Tumezalisha maraya wa kiroho zaidi, watalii wa kiroho zaidi. Wanatafuta unafuu, wanatafuta kupatiwa suluhisho la matatizo walio nayo. Hayapatikani. Hayapatikani. Ila maarifa tumeajaza vichwani. Tunao sana. Kama ni elimu za kwenda darasani, sasa tuko safi. Tuko safi. Lakini moto umezimika madhabahuni. Moto umezimika kwa nyumba ya Mungu. Kuna mioto ya kigeni sasa. Lazima turudi kwenye msingi. Thamani ya damu ya Yesu. Damu ya Yesu haihusiki kulinda. Haihusiki na ulinzi. Yaani watu ambao nakuta mtu ameandikwa pikipiki hii inalindwa na damu ya Yesu. Huo ni ujinga wa ajabu sana. Yaani unasamanisha damu ya Yesu na pikipiki. Nimefundisha kazi ya damu ya Yesu. Huwezi kufananisha damu ya Yesu linde pikipiki. Linde gari. Nyumba hii inalindwa na damu ya Yesu. Hivi si vitu vya kuharibika. Hiyo nyumba unaweza kaja barabara unasema tunabomoa hapo inapita barabara. Gari unaandika imelindwa na damu ya Yesu. Baada ya siku nakuta iko juu ya mawe. Na karatasi imeandikwa gari hii inalindwa na damu ya Yesu. Sio kazi ya damu ya Yesu kushughulika na hivi vinavyoonekana, vitu vidogo mno. Vidogo sana. Kazi ya kulinda ni ya malaika. Zaburi 34 mstari wa 7 nasema malaika wa Bwana wanafanya matua kuwazunguka wale wa mchao na kuwaokoa. Ebrania sura ya 1 mstari wa 14 nasema hivi, malaika ni roho watumikao kuwalinda na kuwaokoa wale watakao ulisi wokovu. Mbinguni, mbingu ni serikali, ni mfumo. Damu ya Yesu huwezi kulinganisha na thamani ya vitu vinavyoonekana. Anasema ni zaidi ya fedha na dhahabu. Kusanya fedha zote za dunia nzima kwenye mabenki yote, huwezi kufanisha na damu ya Yesu inayomwagika, inamsababisha jambazi anaacha ujambazi, anakuwa mtakatifu. Damu ya Yesu inasababisha mchawi anasalenda kwa Yesu. Akina Simoni mchawi wanamhubiri Yesu. Damu ya Yesu thamani yake ni kubwa sana, kubwa mno. Sasa wakati mwingine mambo tunachukua rahisi. Mimi nakuna fundisha kazi ya damu ya Yesu. Linganisha sasa. Linganisha na thamani. Napokwenda kulala, wewe amuru tu malaika wako kazini. Kuna malaika wenye zamu ya usiku na malaika wenye zamu ya mchana. Wanatembea. Kuna malaika ambao ni matrafiki, wanapita kwenye barabara kabla hujapita. Si mwana wa mfalme. Hatuishi kwa mahangaiko. Wewe kabla ya kuomba, sisi tunaomba kwa sababu unaogopa wachawi wanakuja kukuomba usiku. Ndio sababu ya kuomba kabla hujala. Hapana. Ni mawasiliano. Yaani unaomba najua kabisa mimi napokwenda kulala mwana wa mfalme ninalindwa kwa nguvu za Mungu. Thamani ya damu ya Yesu.
Thamani ya damu ya Yesu. Mbona? Hiyo ndio thamani ya damu ya Yesu ambaye Yesu alimwaga pale msalabani. Lakini kazi ya damu ya Yesu nyingine ilikuja kuharibu, kubatilisha hati ya mashtaka. Hati ya mashtaka. Ile kitabu cha Kolosai sura ya 2 mstari wa 14 na 15. Kwamba kisha kuifuta ile hati ya mashtaka iliyoandikwa ya kudushtaki kwa hukumu zake. Kwa kulikuwa na hati ya mashtaka ambayo shetani naye yuko ni mkuu wa ufalme. Adamu alipoasi tayari shetani akapata mashtaka ya kweli kwamba nimemuondoa kwa nafasi kama mtawala. Huyo ni wa kwangu. Ni wa kwangu wa daima huyu. Kwa hiyo alikuwa naenda mbele za Mungu anambia Mungu, hawa watoto wake wanawezaje kukuabudu wakati baba yao ulishindwa kumsaidia? Paka nikamkamata. Akawa wa kwangu. Na hao watakuwa wa kwangu wa siku zote. Ndio maana kitabu cha Maombolezo sura ya 5 mstari wa 7 inasema baba zetu walitenda dhambi hawapo na sisi tumeyachukua maovu yetu. Kwa shetani wakati anatumia hati ya mashtaka kutokana na yale yaliyotangulia kule nyuma. Historia ya nyuma ya babu zako, ya baba zako, maovu yale. Sasa Biblia inasema akiisha kuifuta ile hati ya mashtaka isiwepo tena pale msalabani. Akafuta hati ya mashtaka. Ni kazi ya ajabu sana hiyo. Maana yake ni kwamba sasa badala ya hati ya mashtaka, sisi kwenye Agano Jipya uovu mwana hata lisi uovu wa baba yake. Mbona hati ya mashtaka ilifutwa pale msalabani. Kazi ya damu ya Yesu hiyo, kufuta hati ya mashtaka. Maana yake sisi hatuhukumiwi, shetani hawezi kutushtaki kwa sababu ya kosa la Adamu. Hapana, sisi tuko chini ya Adamu wa pili ambao ni roho yenye kuuhisha, ambao ni damu ya Yesu tayari. Sasa ningeweza kukufundisha mambo mengi sana, kutiana moyo na wewe, lakini niishia hapo. Najua umeelewa kazi ya damu ya Yesu ni ya thamani kuliko kitu kingine chochote. Chukua fedha zote za mabenki yote, magari yote, vitu vyote dunia nzima, haiwezi kafananishwa na thamani ya damu ya Yesu. Haiwezi. Haleluya. Sasa unasema mtumishi wa Mungu, damu ya Yesu kumbe ina nguvu kiasi hicho? Natamani sasa hiyo damu ya Yesu iweze kufanya kazi ya upatanisho. Umekuwa ni mtu ambaye dhambi imekuwa kwako ni kama mchezo. Dhambi imekutesa, huna uwezo wa kushinda. Maisha yako kwa kweli ya mahangaiko. Sadaka za wachawi zimekuwa na nguvu kwako na wala huna uwezo wa kushinda. Umekuwa ni mtumwa. Ni mtumwa, unatumikishwa, unaishi maisha ya aibu. Yani shetani kwa lugha hisi anatamba kwenye maisha yako. Ana uhalali bado kwako. Sasa tupo watumishi wa Mungu ambao sisi shetani hana uhalali kwetu. Tumeshatoka huko. Sasa tunachuchumilia taji. Tunapambana kulitimiza kusudi kwa ajili ya kuambia watu wengine, ili Mungu asije akadaiwa kwamba hakusema na watu. Kwa hiyo anatuinua wengine, tunajitoa muhanga, tunajitoa tu dhabihu kama hivi kwa gharama, ili watu muweze kusikia habari njema za huyu Yesu aliyeleta, akamwaga damu yake. Kiini cha ukombozi wetu ni damu ya Yesu msalabani. Damu ya Yesu inanena mema, inene mema kwenye maisha yako. Hii damu ni thamani kuliko kitu chochote. Niombe kwa ajili yako uliye tayari kurejea kutoka kwenye ufalme wa giza. Damu ya Yesu safishe sasa. Na wewe umejikuta huko ndani ya kanisa, lakini maisha yako yamechanganyo. Una tabia za kipagani, maisha yamekushinda. Yaani unajikuta ni mtu ambaye umejaa ubabaishaji, lakini kwa kweli nampenda Mungu sana. Tunatamani kuona karama, tabia zinarudi ndani ya kanisa. Udhihirisho wa kimungu unatenda kazi ndani ya kanisa, ili kanisa liwe hai ambalo Yesu atakuja kuchukua. Wende kuomba. Baba mwenye nguvu, ninaomba kwa ajili ya watu ambao wamenitazama na kunisikia. Kwa jina lako Yesu, neema hii ambayo tumejifunza thamani ya damu yako,
ambaye inapita thamani ya vitu vyote iweze kunena mema kwenye maisha ya mwanamke huyo, inene mema kwenye maisha ya baba, kijana na watoto hawa na kwenye familia hiyo. Bwana, kwa jina lako Yesu Kristo, huyo aliyeamua kugeuka na kurejea apewe neema, apate neema. Damu yako Yesu safishe sasa, isafishe, ipige deki, isafishe, iondoe uchafu wa aina yote ndani yake, iondoe mawazo mabaya, iondoe hasira, iondoe tamaa mbaya, iondoe uongo, iondoe uwaji, iondoe tamaa za kila aina ndani yake, ili Roho Mtakatifu akae mahali patakatifu, aingize ufalme wa Mungu ndani yake, audhihirishe hapa duniani kwa damu ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Yesu, naiachilia damu yako inene mema kwa kanisa lote la Tanzania, wale uliowajua tangu asili. Sasa ni wakati ambao Yesu mekaribia kurudi. Lazima kanisa rudi kwenye mstari, lazima kanisa rudi kwenye wajibu wake, lazima kanisa lichukue nafasi kudhihirisha ufalme wako, maana watu wanalia, watu wanateseka, wanahangaika, wanatupa huko na huko, hawana msaada. Bwana Yesu, achilia neema yako kwa jina lako Mwokozi. Amina. Sasa wewe ambaye unatamani sasa kuyaanza maisha mapya, nimehubiri kwa habari ya thamani ya damu ya Yesu. Ukiangalia maisha yako, na inawezekana uko kanisani, lakini kwa kweli unaona unaitweza sana damu ya Yesu, unaishusha hadhi damu ya Yesu. Unaona kabisa kwa kweli, kumbe yani Yesu damu yake, yani gharama ni kubwa mno kiasi hicho kunitafuta mimi tu. Kwa nini niishi maisha haya? Hapana, ngoja niamue kusimama sasa, ili maisha yangu yafanane na thamani ya damu ya Yesu. Mungu wangu ni mwaminifu sana, atakupa hatua mpya kila siku. Usipofanya tathmini ya maisha yako, maana yake umeshashindwa hata kabla hujashindwa. Naomba sasa, unaona namba ya simu hapo, unaweza ukanipigia, tukawasiliana, na unaweza ukafuatia mahubiri haya kwenye mitandao ya kijamii, kwenye YouTube, kwenye Facebook, pamoja na Instagram na TikTok kule. Andika tu Reverend Innocent Julius Konongo, yatakuja. Subscribe, unaweza ukalike, ukashare, follow pale, utashangaa Mungu ataendelea kuhudumia. Tukutane kipindi kinachokuja, na Mungu akutendee mema. Sibuka TV.